Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametufikisha tena katika siku ya kwanza katika siku zetu za darsa, siku ya Jumapili, tukiwa tuna mwendelezo wa darsa ya fiqhi, lakini fiqhi ya madhhabu ya Imam Shafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, na kitabu tunachotumia ni Matnu Abi Shujaa. Tumeshaingia Shaabani, Ramadhani iko mlangoni. Ramadhani iko mlangoni, lakini inshallah ratiba ambayo nimepanga tumalize leo na kesho mlango wa swala. Kinachofuatia ni mlango wa zaka, lakini tutauruka ili tuende katika mlango wa saumu. Shaabani hii yote tuitumie katika kusoma saumu, ili tukiingia kwenye saumu tuwe tunajua sasa tumeingia kwenye saumu, nini kinahitajika, nini hakihitajiki katika saumu. Na kwa sababu mlango wa swala leo tutasoma al-kusufain, kupatwa kwa jua na mwezi, lakini vile vile tutasoma na swala ya kuomba mvua. Itakuwa imebakia swala ya hofu na swala ya maiti ambazo tutazimalizia kesho. Kwa hiyo kesho tutafunga mlango wa swala, kisha Jumanne insha Allahu taala tutaanza na kitabu siyam, kitabu kinachozungumzia funga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-muallif rahimahullah wa rahimana jami'an. Faslu fi salati al-kusufi wal-khusufi. Shekhe anasema huu ni upambanuzi wa swala ya kusufi, kupatwa kwa jua, wal-khusufi, na kupatwa kwa mwezi. Kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi ni aya min ayatillah, ni alama ambazo Allah tabaraka wa taala anazituma kwa waja wake, kama alivyosema, wama nursilu bil ayati illa takhwifa, hatupeleki aya kwa watu isipokuwa ni kuwahofisha watu warudi kwa Mola wao. Na hili litokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jua lilipatwa siku alipokufa mwanawe Ibrahim, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimpata kijana anaitwa Ibrahim kwa Suria Kiptia, kwa mwanamke aliyopewa zawadi na Muqayqis, mfalme wa Misri. Huyu anaitwa Suria. Kwa hiyo alikufa siku ambayo imepatwa jua. Watu Madina pale pakavuma kwamba amekufa mtoto wa mtu mkubwa, ndio maana jua limepatwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yale akanyanyuka akawaambia, hakika ya jua na mwezi
au kupatwa kwa jua na mwezi ni alama miongoni mwa alama ambazo zinamuonyesha Allah yupo, lakini jua na mwezi havipatwi kwa kufa mtu au kwa kuwa mtu yuko hai. Yaani ili jua na mwezi sio kwa sababu amekufa mwanangu ndio limepatwa, wala halipati kwa sababu kuna mtu mkubwa yuko hai. Hapana. Mkiona vimepatwa jua au mwezi, basi kimbilieni kuswali hata yanjalia, kimbilieni kuswali mpaka viachane. Kwa hiyo watu wa anga wanajua kwa nini jua linapatwa na kwa nini mwezi unapatwa, na wanajua tarehe. Lakini kupatwa kwa jua na mwezi mara kwa mara, hii ni dalili ya kiyama, ni katika dalili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja kwamba mwishoni mwa masiku ya dunia, basi kupatwa kwa mwezi na jua kutakuwa kwingi. Kwa hiyo sisi tu peke yetu umri huu tumeshashuhudia kupatwa kwa jua kwingi. Hata kama wewe hukuona, lakini unasikia sehemu fulani wataona, sehemu fulani wataona. Hii vile vile ni dalili ya kiyama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba mkiona vimepatwa, nendeni mkaswali. Sasa swala yenyewe ndio hii tunaizungumza leo. Unaswali vipi ukiwa kumetokea kupatwa kwa jua na mwezi, na sisi ndio tuko akhiru zamani, tuko mwisho mwa zama za hii dunia? Maanake kupatwa kwa mwezi na jua kutakuwa kwingi. Sasa tunajifunza leo namna gani watu wataswali kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Kwa hiyo leo tunajifundisha hiyo swala. Kwa hiyo shekhe anasema rahimahullah wa rahimana jamia, wa salatu lkusufi sunnatu muakkada, na swala ya kupatwa kwa jua au mwezi ni sunna iliyokokotezwa. Ni sunna iliyokokotezwa, kama unavyoona swala ya Idi ni sunna iliyokokotezwa, na swala ya kupatwa kwa mwezi na jua ni sunna iliyokokotezwa. Mpaka anasema Imam Shafi, fala yajuzu tarkuha, hairuhusiwi kuacha kuswali. Yani haiwezi ukapatwa jua au mwezi kwenye jamii ya Waislamu alafu wote wasiende kuswali. Hii kitu kitakuwa kitu kibaya sana. Hata kama hakuswali Waislamu wote, haikuswali misikiti yote, lakini itokee kwamba kuna misikiti katika huo mji imeswali. Kwa hiyo swala hii hukumu yake ni sunnatu muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. La yajuzu tarkuha, haifai kuiacha. Watu wakawa wanachukua tu simu na mawani yenye kiza, watu wanapiga picha, wanafanya hivi, ikawa ndio watu wameishia hivyo. Hairuhusiwi. Shekhe anasema fa in fatat lam tuqda, fa in fatat la tuqda, wakati wake ukipita swala hii hailipwi. Yaani wakati nyinyi mnasubiriana kukusanyana, jua na mwezi umekamata au jua limekamata au mwezi umekamata, wakati mnasubiriana mara vimeachiana, hamwezi kusema mazali tulikuwa hatuja swali, sasa tulipe ile swala. Muda ukipita umepita. Yaani vikiachiana nyinyi hamjaswali, la tuqda, hiyo swala hailipwi.